Na wanafunzi zaidi ya milioni 2.4 kote nchini wanatarajiwa kuanza tathmini yao ya kitaifa hapo kesho, huku wanafunzi wa grade ya 9 wakifanya mitihani ya kwanza ya tathmini ya elimu ya shule za sekondari msingi ya kwanza, sambamba na wenzao wa grade ya 6 watakaofanya tathmini ya elimu ya msingi. Zoezi hili la kihistoria ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mtaala mahiri CBC, huku Wizara ya Elimu ikitoa onyo kali dhidi ya udanganyifu wa mtihani ili kulinda uadilifu wa mchakato wa tathmini hiyo. Mitihani ya kitaifa yaanza rasmi kesho, ambapo tathmini ya elimu ya msingi yani KPSEA na tathmini ya elimu ya shule za sekondari msingi ya kwanza wataanza sambamba na mitihani ya vitendo na mahojiano ya KCSE. Wizara ya Elimu imetoa onyo kali dhidi ya udanganyifu wa mitihani. Ukiengage in any malpractice or irregularity, kwa sababu tumeelezea watu vile inatakana kufanywa, sheria itachukua mkondo yake. The Ministry of Interior is on standby to support providing security support, providing also logistical support. Ni hatua kubwa kwa mtaala wa umahiri yani CBC, kwani wanafunzi wa kwanza wa grade ya 9 wanatarajiwa kufanya tathmini ya KPSEA kesho. Zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 wakishiriki katika tathmini hii ya kihistoria kote nchini. Kama tathmini inayoandaa wanafunzi kwa shule za sekondari, KPSEA ni tofauti na KCPE ambayo hapo awali ilikuwa mtihani wa mwisho wa shule ya msingi. Mtihani huu utafanywa kwa muda wa siku 6 ukihusisha masomo 9, ukiunganisha maswali ya kuchagua na insha. Kwa upande mwingine, KCPE ilikuwa mtihani wa siku 3 wa kitaifa uliokuwa na masomo 6, yote ya kuchagua majibu sahihi, matokeo yake yakiamua moja kwa moja shule ambayo mwanafunzi atajiunga nayo. Pia ilihitaji usajili wa mapema na kutoa ripoti ya jumla pamoja na vyeti kwa watahiniwa. Tofauti na KCPE, KPSEA itatoa ripoti za kila somo badala ya alama ya jumla na itatumia mfumo wa madaraja kutoka 1 hadi 8. Matokeo haya yatatumika kuwaongoza wanafunzi katika njia mbalimbali za shule za sekondari, huku wakipewa nakala za matokeo ya mtihani badala ya vyeti. Kesho wanafunzi wa grade ya 9 watafanya mitihani ya lugha ya Kiingereza na insha, huku wenzao wa grade ya 6 wakifanya somo la hisabati asubuhi na mtihani wa Kiingereza baadaye mchana. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Na tusonge mbele mtazamaji. Takriban mwezi mmoja umepita